Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema acha kelele katika maisha. Kelele hufukuza fursa. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Kuna watu wanapenda kutangaza kila jambo wanalokusudia kufanya. Kabla ya safari kuanza, tayari jamii nzima inayomzunguka inakuwa na taarifa ya nini amekusudia kufanya. Kabla ya mafanikio kuonekana, tayari kelele zimejaa kila mahali. Lakini mara nyingi watu wenye mafanikio makubwa hawajulikani kwa kelele zao, bali kwa matokeo yao. Kelele nyingi zinaweza kutengeneza matatizo kadhaa. Yanaweza kupunguza umakini kwa sababu nguvu nyingi zinaelekezwa kwenye kuzungumza kuliko kutenda. Huvutia upinzani usio wa lazima kutoka kwa watu wanaokuzunguka au watu wasiopenda maendeleo yako. Huongeza matarajio makubwa kabla ya matokeo kupatikana. Hufanya mtu ajisikie ameshafanikiwa kwa sababu ya sifa za watu, ili hali kazi halisi bado haijakamilika. Biblia inatufundisha somo kubwa sana. Kile kitabu cha Yakobo 1:19, Biblia inasema hivi: kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema. Andiko hili linatukumbusha umuhimu wa watu kuwa watulivu, wenye hekima, wanaopima maneno. Kile kitabu cha Mithali 10:19 anasema, katika maneno mengi hapakosi kuwa na dhambi, bali yeye azuiaye midomo yake hufanya kwa busara. Hii inaonyesha kuwa hekima mara nyingi huonekana katika kujizuia kuliko kusema. Kwa hiyo punguza kusema. Jifunze kukaa kimya na kufanya mambo yako kimya kimya. Matokeo yatakutambulisha. Nini unajifunza zaidi? Sio kila ndoto inahitaji kutangazwa. Sio kila mpango unahitaji hadhira. Kuna mambo yanahitaji maombi, maandalizi na utekelezaji wa kimya kimya mpaka matokeo yaonekane. Tai apigi kelele kutangaza kuwa anaruka juu. Watu huona jinsi anavyoruka. Vivyo hivyo, mafanikio ya kweli hayahitaji kelele nyingi. Matokeo ndiyo yataongea. Nihitimishe kwa staili hii: acha kelele zisizokuwa na matokeo. Fanya kazi kwa bidii, jenga kwa utulivu, omba kwa unyenyekevu, na acha matokeo yaongee kwa niaba yako. Mara nyingi fursa hupenda watu wanaozalisha matokeo kuliko wanaozalisha kelele. Kwa hiyo hama kwenye kundi la watu wa kelele, hamia kwenye kundi la watu wenye hekima, wanaofanya vitu taratibu kwa kimya, wakisubiri matokeo yazungumze, yawaeleze kwamba wao ni watu wa namna gani. Mungu akubariki sana. Nenda kafanikiwe.